kwanza wote ambao hatujaonana, na nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru sana wanachama wetu na Watanzania wote ambao wamejitokeza leo kwa ajili ya kesi ya mwenyekiti wetu wa chama. Tumefurahi, tumemwona. Kama mlivyosikia, tumefungiwa muda mrefu tangu mwezi wa 11. Hata mimi nilikuwa sijafanikiwa kuonana naye. Nimshukuru kipekee kaka yetu Saidi Bungara Bwege kwa hali yake na usafiri wa Dar es Salaam kuja hapa. Ni spiriti ya hali ya juu sana, kwa sababu wote tunajua hii kesi huwa inakuja na mambo mengi, watu kupigwa, kuumizwa, kufanyiwa matendo ya kihuni. Kwa hiyo yeye kujitoa ni mtu ambaye anaonesha kwamba kwenye haki hawezi kurudi nyuma. Kwa hiyo namshukuru sana Bwege na watu wengine wote ambao wamejitoa kuja hapa. Nina mambo mawili ya kusema kwenu leo. Narudia wito wetu ambao tumeutoa tangu mwezi wa 4. Leo mwenyekiti ana siku 307 gerezani. Tumesema tena na tena na tena kwamba hii kesi ni kesi ya uongo, ni kesi isiyo na miguu, ni kesi ya kisiasa ya Samia aliyekuwa anaogopa kushindana na Lissu. Wamemfungulia kesi, wamekaa naye, wamejitangaza, wameumiza watu kwenye uchaguzi ambao haukuwepo. Wamwachilie sasa, kwa sababu walichokuwa nakitaka ndio hicho. Wameshajitangaza na wameenda waliko. Wamwachilie Tundu Lissu arudi mtaani, jambo ambalo chama chetu hakitafanya. Na natumia nafasi hii kuwaambia wale wanaotumika na CCM wenyewe. Mmesikia wanasema kwamba kuna wanaharakati na wanasiasa kwamba wananufaika na Lissu kuwa ndani. Mmewasikia? Hawa ni watu wanaotumiwa na CCM, kwa sababu hakuna mwanaharakati ambaye amefungua au aliyelalamika kwa hii kesi. Na kwa knowledge yangu, wanasiasa wanaolalamikia hii kesi, waliofungua kesi, wenye kesi hii ni wanasiasa wa CCM wakiongozwa na mwenyekiti wa CCM, ndio wenye hii kesi. Hakuna mwanasiasa mwingine yoyote kwenye upinzani, at least kwa upande wetu Chadema, anayenufaika na mwenyekiti wetu kuwa ndani. Sio kama mnanielewa? Kwa hatutakubali blackmail. Hii kesi wanataka kuitumia kama blackmail, kwamba wamemkamata mwenyekiti, wanakaa naye, alafu wanatengeneza masharti kwamba fanya hivi. Mara ya kwanza walisema kubali tukuachie uondoke nchini uende Ulaya. Nilisema hapa mwaka jana. Mwenyekiti amewambia hawezi kukubali, wakae naye mpaka siku watakapomwachia bila masharti. Sasa wanatumia hii wakifikiri kwamba wanatulazimisha kwamba tukubaliane na maagizo yao ya uongo, au na makubaliano yao ya uongo, au na kitu wanachoita maridhiano ya uongo, kwamba kubalini, kwamba si nini, tumwachie Lissu. Hatutakubali Lissu kuachiwa kwa masharti. Hili nataka niliweke wazi na kila mtu ajue. Lissu alikamatwa kwa uongo, aachiwe bila masharti yoyote, arudi barabarani. Na CCM waache uoga, tukutane nao mbele ya wananchi, mtu kwa mtu, na wananchi waamue nani wanataka waongozi. Tunaelewana vizuri kwamba hakuna masharti ya aina yoyote tutakayokubali, kwa sababu kukubali masharti ni kukubali kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa kwa njia za uhalali. Tunajua mwenyekiti alikamatwa akiwa kwenye ziara tuliokuwa tunafanya ya no reforms no election, akatungiwa kesi ya uongo ambayo amekaa naye mpaka sasa. Na wengine wanashangaza sana wanaosema hivi, wanasahau kwamba mwenyekiti Mbowe alikaa gerezani miezi 8. Wakati ule mwenyekiti Mbowe alipokuwa gerezani, yule anayesema hayo mambo ni mwanasiasa gani na mwanaharakati gani alikuwa ananufaika na Mbowe kuwa ndani, tofauti na CCM na Rais Samia na chama chake? Haya masharti ya kutishia kufuta chama au kufanya si vitendo vya aina gani ili tukubaliane na masharti yao,
wanajidanganya sana, wanadili na watu tofauti kabisa ambao hawawajui. ANC ilifutwa na makaburu, lakini haikufutika kwenye mioyo ya wananchi wa Afrika Kusini, kwa sababu ilikuwa ni hewa, ni oksijeni yao, ni oksijeni ya mabadiliko. Chadema ni oksijeni ya mabadiliko kwenye nchi hii, ni oksijeni ya uchumi. Huwezi kuifuta, imevuka level hizo za kufutwa. Leo ninavyozungumza na nyie, nimeona wanachama wetu kule Migori wamejenga ofisi, leo wanaezeka. Yaani chama kimefungiwa, wanachama wanajicoordinate, wanajenga ofisi na wanaezeka katika mazingira magumu haya, wanafanya shughuli za chama. Hiyo inakuambia nini? Kwamba hiki sio chama unachoweza kuua kama unavyofikiri, ni kujidanganya. Magufuli alisema hivyo kwamba Chadema itakufa. Imekufa? Imekufa. Tuliposema hatuendi kwenye uchaguzi bila mabadiliko, uchaguzi umefanyika? Kuna uchaguzi uliofanyika? Kuna kura zilizopigwa? Hakuna. Hata hao wanachama wao wanaosema wanachama walienda kupiga kura? Hakuna. Maana yake ili hata watu wa CCM wajitokeze kupiga kura, lazima Chadema iwepo. Ndio maana nasema Chadema ni oksijeni kwa kila mtu kwenye nchi hii. Kimevuka kuwa chama kikuu cha upinzani, ni chama kikuu cha siasa Tanzania. Si kama mnalielewa hii. Ndio chama kikuu cha upinzani, kwa sababu ndio chama pekee kilichopo kwenye nchi hii. Ndio maana wanachama wetu wanaweza kusafiri. Nimeona watu kutoka Sumbawanga, everywhere wako hapa, kwa sababu ya namna ambayo chama chetu kimeisha jijenga na kina upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo nimetaka niyaseme hayo, kwamba hatutakubali masharti ya aina yoyote, hatutakubali blackmail ya aina yoyote. Tunachotaka ni free Tundu Lissu. Mwenyekiti wetu aachiwe bila masharti, chama chetu kifunguliwe, tukutane uwanjani na CCM. Kama wanajiamini tukutane nao, wajenge hoja zao za kiuchumi, tujenge hoja zetu za kiuchumi. Watanzania waamue nani wanataka awaongoze. Full stop. Mambo mengine haya sisi hatutayafanya.